Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Tuko tunaelekezea makala ya ulimaji wa nyanya. Kwa siku ya leo tuko na mkulima wetu akituelezea ni jinsi gani ambao yeye anafanikiwa katika kilimo cha nyanya. Kuna hatua mbalimbali, kuna vitu mbalimbali anavyovifanya ili kusudi nyanya zake ziweze kupendeza kama unavyotazama katika skrini yako hiyo. Kwa hiyo mtazamaji, na kuomba uweze kutupa masikio pamoja na kutazama. Jitahidi kuweza kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho ili kusudi kuweza kusaidia na kuweza kupata elimu. Ina maana utakapotoka hapo leo baada ya kujifunza, na utakuwa mwalimu wa kumfundisha kijana mwingine ili kusudi na yeye aweze kuwa mjasiriamali kama wewe ulivyopata elimu hii. Kikubwa tunakuomba kumbuka kusubscribe, uweze kulike pamoja na kushare pamoja na comment, na kuweza kutufuatilia, uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kuna kitu utakipata na kitakusaidia wewe pamoja na jirani yako. Iweze kukuletea mazao ya kutosha, ni lazima uweze kuimwagilia maji ya kutosha na tena kuipalilia kila wakati. Hata kama nyasi zikiwa hazimo, wewe jaribu tu kuilimia, kuinulia udongo. Utakapokuwa unafanya hivyo kila siku, mmea utauona ni wa tofauti, unaendelea kunawiri, unaendelea kustawi vizuri, na pia unaendelea kukupa matunda ya kutosha. Na hapo ndipo utaanza kufurahia kilimo cha nyanya. Ndiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tunaendelea na kumsikiliza mkulima wetu na kutazama nyanya ambazo ziko vizuri shambani. Nyanya zimependeza, na kama unavyotazama nyanya zetu hapa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ina maana nyanya ziko vizuri, zimependeza na zipo katika hali iliyokuwa vizuri, na tuna matarajio ya hivi karibuni mkulima wetu aweze kuzifanyaje, aweze kuzilima, aweze kuzivuna. Kuna maswali hapa unaweza kujiuliza kwamba kuna vitu gani ambavyo wakulima wengine wanafeli na huyu anafaulu. Ina maana kuna baadhi ya vitu ambavyo wakulima wengine wanakuwa wanakosa kuvifanya, ndio maana mazao yao yanakuwa hayawi kama ya huyu unavyoona kwenye skrini yako hapo. Kwani kijana wa mjasiriamali ametumia shambani kwake, ina maana kuna vitu anaweza katuelekeza kwamba hao wengine wamefeli wapi na yeye amefaulu wapi. Hapa tumkaribishe tena aweze kuendeleza kutupa elimu kwamba mkulima ni kitu gani ambacho wengine wanapata hasara na hawajui siri kubwa ya hizi nyanya zako kuwa hivi. Karibu, naomba tuweze kuendelea. Sasa hivi ninavyosema hivi, kuna watu wameyakimbia mashamba yao ya nyanya. Mpenzi mtazamaji, kipindi tunajifunza kwamba kwa nini watu wengine wanakimbia mashamba ya nyanya, na kuomba uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na kucomment, na pia uweze kufuatilia video hii, utazame kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kuna kitu unaweza kujifunza, kwani mkulima wetu hapa anatueleza, anatupa elimu, anatufungua kwamba kuna baadhi ya watu wanakimbia mashamba yao ya nyanya. Ni kweli kuna watu ambao wanalima nyanya, anapanda, zikifikia hatua tu ile ya kutoa maua, anapata magonjwa kama unyaufu, anapata magonjwa kama kantangaze, anapata magonjwa mengine mengi ambayo naamini kama mkulima mwenzangu na unaelewa kama changamoto gani ambazo magonjwa ambazo nyanya zinakuwa zinakutana nazo. Kwa hiyo maana hapa mkulima ameweza kutufundisha hapo mbele tuweze kujua kwamba kwa nini watu wengi wanakimbia mashamba ya nyanya, na yeye pia ameweza kutupa suluhu au solution kwamba kwa ili usikinie kubadilisha mashamba yako ya nyanya, kuna baadhi ya kitu inabidi ukifanye kusudi mashamba yako ya nyanya usiweze kuyakimbia, na uweze malengo yako ulioweka milioni 10 au milioni 5 umeweka katika kilimo cha nyanya au 200,000, ina maana wewe uweze kuzalisha mara zaidi ya hiyo, mara 3 mpaka mara 4. Kwa hiyo kikubwa tu nakuomba uweze kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho, na ukumbuke kusubscribe, kulike pamoja na comment, na pia uweze kumfundisha na mkulima mwenzio ili aweze kutufuatilia. Basi bila kupoteza muda, mkulima karibu uweze kutufundisha ni kwa nini watu wengine wanakimbia mashamba yao ya nyanya, na wakati tunaamini kwamba nyanya ni nyanyue, nyanya ni nyanyasi. Kwa hiyo tunataka nyanya ziweze kutunyanyua. Karibu tuweze kuendelea. Kwa sababu ya kuendelea kuishi kwenye hiyo elimu ya kukalili, wanashinda kuelewa kwamba
kila kitu ili uweze kukifanya kuwa bora. Lazima kila siku ujifunze kuhusu hicho kitu. Na kitu chochote kitaka kukifanya, kwanza anza kujifunza kuhusu hicho kitu, kijue vizuri. Baada ya kuwa umekijua, anza kukifanyia kazi. Usikurupuke kufanya kitu bila kuwa na ujuzi na hicho kitu. Wengi waliokurupuka kuingia tu kufanya kitu bila kuwa na ujuzi wa hicho kitu wamefeli kwenye maisha yao. Na mwisho wa siku wakajuta kwa nini walifanya. Lakini siku zote unapokuwa unafanya kitu alafu ukafeli, usiache kuendelea kufanya. Kwa sababu siku zote sisi wanadamu watu tunajifunza kupitia makosa. Jaribu tena kurudia kufanya ili uweze kurekebisha makosa ambayo uliyafanya hapo awali, yako kufanya usiweze kufikia kile ambacho ulichokuwa umekitarajia kukifikia. Hivyo ukifanya vilivyo na ukazidi kufanya, mwisho siku mafanikio utakuja kuyapata. Cha kwanza, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunaweza kutoa shukrani zetu kwa mkulima kwa kuweza kutupitisha hatua mbalimbali katika shamba lake, na tumeweza kujifunza mambo mengi kupitia shamba lake kama tunavyotazama hivyo na elimu aliyotupa. Na kikubwa kuna mambo mengi ambayo umeweza kujifunza. Nilikuwa naomba mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV tuweze kushirikiana na uweze kuniandikia katika comment hapo kupitia video hii ni mambo gani umeweza kujifunza. Kwa mpenzi mtazamaji, nitasoma comment zako, na pia kama kuna changamoto yoyote na mimi tutaweza kufahamishana na kuweza kujuzana. Kwa hiyo nitasoma comment hapo ni kupitia video hii ni jambo gani umeweza kujifunza kupitia video hii, na ni makosa gani ambayo uliokuwa ukiyafanya wewe kama mkulima wa nyanya na kupitia video hii umeweza kujifunza na hautayafanya. Kitu kingine mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, unavyotazama katika nyanya hizo, ina maana mkulima huyu ana matarajio ya kuweza kuvuna nyanya zake, na kwa kweli inabidi aweze kupata pongezi. Inabidi apate pongezi kwani ameweza kujitahidi sana kutuelewesha na amejitahidi sana kutoa nyanya pale zilipokuwa kwenye kitalu na kuzitoa, akahudumia kwenye kitalu, ameweza kuhudumia kwenye kitalu. Sasa yuko anazihudumia hapo shambani. Kwa ni hatua na ni changamoto nyingi sana ameweza kuzipitia mpaka kujua kuona shamba jinsi lilivyopendeza na jinsi unavyotazama hivyo. Ukiangalia pia katika udongo wake kama unavyoona ni udongo mgumu, ambao udongo huu na maana inabidi uweze kupata maji mengi ili kuweza kulainisha na nyanya kuweza kupata maji na kuweza kupata matunda yaliyokuwa mazuri. Kumbe mtazamaji, wajasiriamali wadogo kama hawa ndio ambao Nebuye TV tunaweza kuwatembelea na wanatufundisha, wanatupa experience. Kwani sisi tumejikita sana katika kilimo pamoja na ufugaji mdogo kwa wajasiriamali wadogo ili waweze kutuinua na watupe elimu ya uhalisia, elimu ya vitendo, ili tuweze kuwaona kwamba wajasiriamali wadogo wenye mitaji midogo ya nusu heka, ekari moja, wanafanya kitu gani, wanakumbana na jambo gani, ili kusudi na wewe pia usiwe na hofu, usiwe na uoga wa kuanza na kidogo. Kwa tunaamini unapoanza na kidogo ndio kinakupelekea mpaka mwisho wa siku unapata kitu kikubwa, na maana tayari unakuwa umepata experience ya vile vitu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunakushukuru sana pia mtazamaji wetu kwa kuwa na sisi tangia mwanzo wa video pamoja mpaka tunakuelekea mwishoni mwa video. Na tunakushukuru wale wote wana comment na wale wote tunawasiliana nao kupitia channel yetu ya Nebuye TV. Kwa hiyo pia tunapokea mwaliko, kama una shamba lako, una kitalu chako cha ulimaji na ufugaji mdogo wa bata pamoja na kuku, tunapokea maoni na tunapokea mwaliko kuja kutembelea. Kwa hiyo unakuja kutembelea shambani kwako, tunajifunza kitu, na pia unaweza kuwafundisha pia wajasiriamali wengine ili waweze kupata kitu kwa ajili ya mafanikio yao na malengo yao. Kwa tunashukuru mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, namba za simu zinapita katika screen yetu hapo. Kama una shamba yako, kama una project lako unataka tukutembelee, tunapokea mwaliko huo. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Tunakukumbusha tu uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment, na pia na kuweza kushare, na tunasoma comment. Kuna swali ambalo tumekuuliza hapo kwamba toka umeanza kulima kilimo cha nyanya kuna changamoto gani ambazo umeweza kukutana nazo. Tunakuomba uweze kuendelea kufuatilia video zetu